Fahamu nguvu iliyoko ndani yako. Eliya alijua nguvu iliyopo ndani yake. Alifunga mvua kwa muda wa miaka 3.5 ambayo ni maji. Soma katika Wafalme wa kwanza 18. Anza tu mstari wa kwanza na kuendelea utapata hiyo habari. Alipofunga mvua kwa muda wa miaka 3.5, Ahabu akawa anamtafuta. Ahabu mfalme alikuwa anamuita Eliya mtaabishaji wa Waisraeli kwa sababu maji, mvua ilikuwepo hamna na nchi ilikuwa ukame. Kwa sababu Eliya alijua nguvu iliyopo ndani yake. Akaonana na mfalme akamwambia waite manabii zako, akaitwa 450 naye. Akasema tutatoa sadaka, atakayeweza ile kuiteketeza ile sadaka, basi hao ndio watakuwa wanatakiwa waabudiwe Mungu wao. Basi manabii wa Baali 450 wakaweka pale, wakaiandaa na sadaka, lakini ilishindikana. Wakachanja mpaka miili yake ilishindikana. Sasa kaja zamu ya Eliya. Eliya akamwambia wekeni mnyama, akaandaliwa pale. Akachukua mawe 12 akayapanga ya wana Israeli, inawakilisha kabila la wana wa Israeli, kabila 12. Basi akapangwa yale mawe. Baada ya kuwekwa yale mawe, akamwambia chimbeni na mifereji, wakaweka mapipa 4, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Lakini baada ya Eliya kuomba, moto ukaja ukalamba maji yale, ukalamba na ile sadaka. Huyo Eliya akafanikiwa. Matendo ya makuu ya Mungu yalionekana. Sasa iko hivi, kwenye ulimwengu huu kuna upinzani. Kama kuna maji ujue kuna moto. Kuna wengine mnapata upinzani usiku, mnaona moto unawaka nyumbani kwako, uelewi. Kama unaona moto, weka maji. Musa yeye alielewa nguvu yake iko kwenye moto, kwenye maji. Eliya alijua nguvu yake iko kwenye moto. Nguvu yako unapojua iko sehemu gani, ni rahisi kushinda. Kama utajua nguvu yako iko sehemu gani, uweze kushinda. Sasa kuna wengine nguvu yao ipo katika kichwa, kuna wengine kwenye akili yake, kuna wengine nguvu yao ipo katika kinywa. Akizungumza hii ndio anapata fedha. Kuna mwingine nguvu yake iko katika mikono, anapofanya anapata fedha. Mwingine nguvu yake iko katika miguu. Kwa mfano wacheza mipira, nguvu yao iko katika miguu, sio mikono. Anapocheza ndio ina miguu inampa fedha. Mwingine akiongea, kinywa ndio kinampa fedha. Kwa hiyo anza kuelewa nguvu iliyoko ndani yako, na hilo eneo ulitumie sawa sawa. Sasa iko hivi, mara nyingi eneo ambalo unapata nalo shida sana ni eneo ambalo ndio nguvu yako. Ukiona unapata shida ya macho, inawezekana nguvu yako iko kwenye macho. Ukiona unapata shida kwenye kichwa au akili yako, maana yake hapo ndipo ambapo pataleta fedha na uchumi. Inawezekana unapata shida kwenye miguu ndo sehemu yenye nguvu yako. Unaweza kwenye mikono ndo nguvu yako. Kwa hiyo kila mtu ana eneo. Unaweza ukamtoa macho lakini ukaacha miguu ikafanya kazi. Unaweza ukamtoa miguu, mikono ikatengeneza pesa. Elewa nguvu yako kama Eliya alivyoelewa nguvu yake ipo katika moto, na Musa ipo katika maji. Mungu akubariki sana. Kama umeupenda ujumbe wetu, basi follow kwa ajili ya kuendelea kupata jumbe zingine, na Mungu akubariki sana.